cheti hiki cha shukrani kwa mama yetu Angelina Mabura katika utume wake ndani ya kwaya Mtakatifu Ana, Jimbo Kuu la Mwanza, Parokia ya Kirumba, kwaya Mtakatifu Ana. Cheti cha shukrani, cheti hiki kinatunukiwa kwa Dr. Angelina Mabura kwa kutambua mchango wako wa hali na mali katika kufadhili kwaya yetu. Sisi wanakwaya Mtakatifu Ana tunasema asante. Kwa maombezi ya Mtakatifu Ana, tunakuombea kwa Mungu heri na baraka. Basi ndugu zangu wapenzi, simameni imara na thabiti. Endeleeni daima kuwa na bidii katika kazi ya Bwana, mkijua kwamba kazi mnayoifanya katika utumishi wa Bwana haitapotea bure. Wakorinto 15 mstari wa 8. Imesainiwa na mwenyekiti wa kwaya Ibrahimu Gilala pamoja na baba paroko Francis Mtema. Tumshukuru mama yetu Dr. Angelina Mabura ambaye ni mfadhili na mlezi wetu wa kwaya yetu ya Mtakatifu Ana. Pia niwashukuru ninyi wanakwaya wote ambao tumepata nafasi ya kuja hapa nyumbani kwake kwa lengo moja tu la kuja kumshukuru Mungu, kuja kukaa naye pamoja, kusali na kusema machache yale ambayo yametuleta. Hasa lengo ni kumpa pole kwa changamoto zilizojitokeza hapa nyuma. Ameuguliwa na mjukuu, lakini pia amefiwa na kaka yake. Yote tunasema ni mpango wa Mungu. Sisi wanakwaya Mtakatifu Ana ilimpendeza Mungu, maana tulikuwa tumepanga ni kwa muda tuje tukusalimie mama, lakini tukupe shukrani zetu kwa kazi kubwa ambayo unaifanya katika kikundi chetu. Kikubwa ni shukrani kwa Mungu. Tumeanza kwa sala, tumeweza kumtukuza Mungu kwa nyimbo, lakini na kwa muda huu mchache ambao tunao, kwa sababu lengo letu kubwa ilikuwa ni kuja kumshukuru Mungu, lakini na kuwashukuru ninyi ambao mnasaidia kwa yetu kwa kipindi kikubwa. Leo tulikuja na sisi na shukrani zetu ndogo kama ishara tu kwako kwamba utambue tuko pamoja katika kumwomba Mungu. Moyo sio na shukrani ukaosha mema yote. Nishukuru kwa zawadi ambayo mmenipa, lakini nishukuru pia kwa hicho cheti ambacho mmekipa kwangu, mmenipa kwangu kina thamani sana. Ndugu zangu, cheti kile kimesema maneno mengi na mazito, lakini nachotaka kusema ni kwamba pengine wala hata sikustahili hayo ambayo mmeyasema, kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi kama mwana parokia, kama mwana kirumba, lakini vile vile kama mwanakwaya wa zamani. Maana pia wanakwaya wengine siku hizi wanapishana, wako vijana, wazee, wako na wale wazee kabisa. Kwa hiyo pia nashukuru kwa hilo. Lakini kubwa nalotaka kusema tu ni kwamba ni kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayofanya, kazi ambayo mnamtumikia Mungu na mnainjilisha kwa njia ya nyimbo. Katika kile mnachokifanya nawaomba sana muendelee nacho, kwa sababu hii kwaya imefanya jubilei kama sikosei mwaka jana mwaka juzi ya miaka 50. Sasa kwaya kama ina miaka 50 maana yake mmepitia mambo mengi, milima na mabonde, lakini kuna wanakwaya ambao toka miaka ile ya nyuma wapo na nawaona kama kina Manyasi wa siku nyingi sana, na wanazidi kulea wale chipukizi wanaokuja. Mimi niombe tuendelee kutafuta vipaji vidogo vidogo vya vijana ili kwaya iwe na watu wa kurithi baadaye. Lakini ombi langu kubwa, kama ni swala la utume mmelifanya sana, kama ni kuinjilisha mmeinjilisha sana, mimi niwaombe mnapopata fursa ya kwenda nje kwenye jamii, nje ya kanisa, pamoja na kuimba nyimbo za uinjilishaji, hebu jaribuni pia kuwa na nyimbo za maadili, ili tuweze kuona vijana wetu tunawalea namna gani, kwa sababu vijana wa sasa sio sawa na wale wa enzi zetu. Kuna watu wamekengeuka sasa hivi. Ukiangalia zamani hata nyimbo jazi zilizokuwa zinaimba au bendi zilizokuwa zinaimba, zilikuwa zinaimba nyimbo zenye maadili, nyimbo za kutufunza, nyimbo za kutuonya, nyimbo za kutuweka katika mstari ambao ni mzuri zaidi. Kwa mfano kwenye masuala ya kilimo ulikuwa unaona uhamasishaji na namna kutumia mbolea. Kwenye masuala ya kazi tulikuwa tunaambiwa muda kwenda kazini, watu twende kazini, kazi ndio msingi wa, yaani mambo mengi ambayo yalikuwa yanalea watu vijana na nini. Kwa hiyo wakati mwingine mnapopata fursa kwenda nje, ni waombe tu, hebu tujaribu kuona tunafanyaje katika hizi nyimbo za kujenga maadili ya vijana wetu. Katika taasisi yangu na mtazamo niliokuwa nao, nilikuwa najaribu kuomba tu Mungu aweze kuniwezesha. Nataka nikutanishe vikundi mbalimbali vya nyimbo. Vitakuwa mchanganyiko vya madhehebu mbalimbali, lakini na vya vijana, lakini tutawapa theme, tutawapa mada ambazo watatakiwa kuzitungia nyimbo afu tuwashindanishe. Lengo letu ni kutaka kuifanya jamii iweze kuishi maisha ambayo ni ya upendo, maisha ambayo ni ya kupenda kazi, maisha ambayo ni ya uadilifu,
maisha ambayo wazazi wetu waliishi, japokuwa yanaweza asifanane, lakini lengo letu pia ni kuona tunawajengaje kimaadili. Kwa kweli maadili yameporomoka, na kama tungekuwa na maadili hata kile na tungekuwa na upendo pia, hata kile kilichofanyika kipindi cha nyuma kisingefanyika. Kwa hiyo tunahitaji pia kuwakumbusha vijana, hata kama kuna wazee ambao wamekengeuka, na wao pia watakapokuwa nasikia hizo nyimbo zitatufaa sana. Nimshukuru sana Father Mtema, anajitahidi sana katika kila anapokutana na jamii, kila anapokuwa na mkusanyiko kanisani, bado anakumbushia swala la upendo, anakumbushia namna ya kuishi, anakumbushia uadilifu. Sasa tukiwaachia mababa peke yao haitoshi, tutoke pia nje ya kanisa, tukaimbe pia huko pembeni, lakini tuende na nyimbo ambazo zinakwenda kujenga uadilifu. Mimi natamani sana kuiona Tanzania ya leo na kesho ni ile Tanzania ambayo imejengeka kimaadili. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.